Ndugu zangu wapendwa, kama tunavyojua tarehe 15 mwezi wa 8 kila mwaka tunaadhimisha sherehe ya kupalizwa mbinguni Mama Bikira Maria, na hicho ndicho kimekuwa sababishi ya wote kuwa hapa tuliopo hapa. Na ningependa wazo kuu katika tafakari ya neno la Mungu leo iwe ni maneno ambayo tumeyatumia kama salamu. Mama Maria ni mama wa wote. Mama Maria, mama wa wote. Mama wa wote. Mama Maria. Na kabla sijaingia katika tafakari ya leo, tangu juzi niliona lile tangazo tulilowekewa kwenye kundi Sogozi na mheshimiwa sana Padri Tesha na Padri Lazaro Mahangale, wakisema twendeni kwa mama, twendeni kwa mama. Kumbe tupo kwa nani? Kwa mama. Tupo kwa mama. Na kabla sijaendelea, niwaibie siri mbili. Sijui nyewe wenzangu, lakini siri ya kwanza nataka kuambia, mimi mwenyewe ni mtoto wa nani? Wa mama. Mimi ni mtoto wa mama. Natumaini na ninyi sio? Lakini la pili, mwenzenu sijaja tu kwa mama, ila nimekuja kudeka kwa mama. Mama Maria. Basi ndugu zangu, sherehe ya kupalizwa mbinguni Mama Bikira Maria mwili na roho ni moja ya mafundisho manne ya kidogma au ya msingi katika kanisa ya muhusuyo yeye mwenyewe. Mengine ni Maria ni mama wa Mungu, tunaadhimisha kila mwaka tarehe 1 mwezi wa kwanza. Fundisho la pili, yeye ni bikira kabla, wakati na baada ya kumzaa mwanaye Yesu Kristo Bwana wetu. Na la tatu, alikingiwa dhambi ya asili, tunaadhimisha kila mwaka tarehe 8 mwezi wa 12. Kwa hiyo kupalizwa mbinguni mwili na roho Mama Bikira Maria ni fundisho la 4 la msingi kati ya mafundisho manne ya msingi au ya kidogma juu ya Mama Bikira Maria. Katika tafakari hii ya neno la Mungu, nitapenda tuangalie mambo manne kati ya mengi ambayo tungependa kushirikishana. Jambo la kwanza, tutaangalia mapokeo ya chimbuko la fundisho hili sambamba na neno la Mungu. La pili, tutaangalia sababu za kupalizwa. La tatu, tutaangalia kwa nini tunafanyia adhimisho hili leo hapa Kategile na sio mahali pengine. Kwa nini hatujaenda Ifucha leo, mahali ambapo tumepazoea sana. Na la nne na la mwisho, tutaangalia mafundisho ya pekee katika sherehe hii leo. Sehemu ya kwanza, mapokeo au chimbuko na neno la Mungu kuhusiana na adhimisho la sherehe ya leo, kupalizwa kwake Mama Bikira Maria mbinguni. Kadiri ya mapokeo, Mama Bikira Maria alikufa akazikwa, lakini kabla mwili wake haujaharibika alipalizwa mbinguni mwili na roho. Fundisho hili litangazwa rasmi na Papa Pius wa 12 tarehe 1 mwezi wa 11 mwaka 1950 katika mwaka mtakatifu kama huu, mwaka wa sasa, mwaka wa leo, mwaka wa jubilei. Katika waraka wake uliofahamika kwa jina hili kwa lugha rasmi ya kanisa, lugha ya Kilatini, Munificentissimus Deus, yaani Mungu mkarimu. Tumsifu Yesu Kristo. Baba Mtakatifu alisema haya: kwa sababu hii, baada ya kumtolea Mungu sala na maombi ya kudumu,
na baada ya kuomba mwanga wa Roho wa kweli, tunaarifu, tunaadhimisha, tunaeleza wazi kabisa na kutangaza kuwa ni ufunuo wa imani kwamba mama safi wa Mungu Maria Bikira daima, baada ya maisha yake hapa duniani, alipalizwa mbinguni mwili na roho katika utukufu mbinguni. Lakini pia tangu mwanzo kabisa kanisa limekuwa likimsherehekea mama Bikira Maria kama Eva mpya, likimhusisha na Adamu mpya, yaani mwanaye Bwana wetu Yesu Kristo. Mtaguso mkuu wa Efeso wa mwaka 431 baada ya Kristo ulitamka wazi kuwa mama Bikira Maria au Bikira Maria ni mama wa Mungu, na kwa Kigiriki Theotokos, maana fumbo la umwilisho wa Mungu kujifanya mtu lilifanyika mwilini mwake. Ndiyo maana sasa katika somo la kwanza tumesikia maneno ambayo pia wanakwaya daima huwa wanaimba: ishara kubwa ilionekana mbinguni, sivyo? Habari za mwanamke aliyevikwa jua na mwezi chini ya miguu yake, na juu ya kichwa chake taji ya nyota 12. Na tazama, joka kubwa kabisa jekundu, na kadhalika na kadhalika na kadhalika. Kumbe mwanamke huyo anayezungumzwa hapo ni mfano wa mama Bikira Maria ambaye ni tabernakulo ya kwanza ya Mungu na ni mfano wa kanisa, yaani mimi na wewe. Joka kubwa jekundu ni mfano wa Shetani, na mtoto wa huyo mwanamke ni Masiha Kristo Yesu. Vita kubwa kati ya hilo joka na mwanamke ni mapambano kati ya Shetani na kanisa. Liturujia inamlinganisha mama Bikira Maria na kanisa kwa sababu ya kushinda kwa vita dhidi ya Shetani. Utakumbuka unaposoma katika Injili ya Mathayo sura ya 16 ya 19, Yesu alimwambia Petro, wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Tunao ushindi wa hii vita dhidi ya Shetani kwa sababu ya Kristo Yesu. Na katika somo la pili Mtume Paulo anataja matunda ya ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Tunda la kwanza ni ufufuko wake Yesu mwenyewe, ni ishara ya ushindi na utukufu. Yesu amemshinda Shetani na ubaya wake dhidi ya dhambi na mauti. Shetani kabwagwa chini, kashindwa huyo. Lakini tunda la pili ni kupalizwa Maria mbinguni mwili na roho. Ni tunda la kwanza la ufufuko wa Yesu pia. Ushindi huo utadhihirika kwetu pia nyakati za mwisho tutakapofufuliwa na Mungu atakapokuwa yote katika wote. Waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Korinto sura ya 15 aya ya 20. Mama Maria, mama wa wote. Katika somo la Injili tumesikia mama Bikira Maria anaenda kumtembelea Elizabeti akiwa amembeba neno wa Mungu. Hapo ndipo alipofanyika mwili na kukaa kwetu. Na Yohane ambaye pia alikuwa miezi 6 tumboni mwa mamaye, akiwakilisha manabii wote waliokuwepo kabla yake, waliolitangaza, kulifundisha na kulitetea neno la Mungu, anarukaruka ndani ya tumbo la mamaye, kwa sababu manabii wa kale walitamani sana kukishuhudia kile walichokifundisha na kukitetea, yaani neno la Mungu. Ahadi ya Mungu sasa imetimia. Ilikuwa ni furaha kubwa kwa manabii wote. Hapo mama Bikira Maria anakuwa sanduku la agano jipya. Elizabeti anatambua kwamba mama huyu amebarikiwa kuliko wanawake wote, na si wanawake tu, kuliko watu wote kwa kweli. Na kwa maongozi ya Roho Mtakatifu anamtangaza kuwa mama wa Mungu. Hapo Elizabeti anatuwakilisha wote tunaokiri, kutangaza na kumshuhudia Mungu, tendo linalotupa baraka. Maneno ya malaika na ya Elizabeti tunayoyatumia katika sala ya Salamu Maria ni sehemu ya maandiko matakatifu.
utayapata katika kitabu cha Hekima, kitabu cha Zaburi na kitabu cha Samueli na kadhalika. Sisi pia tutautendea haki Ukristo wetu kwa kulisoma neno la Mungu, kumjua, kujitambua na kusali vizuri. Mama Maria, hivi mpaka hapo mtu unashindwaje kudeka kwa mama? Haya, tudeke kwa mama kwa kumpigia makofi na vigelegele. Sehemu ya pili ya tafakari yetu ni sababu kwa mama Bikira Maria kupalizwa mbinguni. Kati ya sababu nyingi, chache tuwazitaja. Moja, kama tulivyosema, ni mama wa Mungu. Yeye ni mama wa Kristo Yesu aliye nafsi ya pili ya Mungu, ni Mungu mtu. Hili linathibitishwa katika maandiko unaposoma Injili ya Yohane sura ya 1 aya 1 hadi ya 3, kwamba mwanzoni alikuwepo neno, huyu neno naye alikuwa na Mungu, huyu neno yeye mwenyewe ni Mungu. Sababu ya pili ya Maria kupalizwa mbinguni, yeye ni bikira kama nilivyosema, daima ni bikira daima, kabla, wakati wa kumzaa Yesu na hata baada. Alipalizwa ili Mungu autunze mwili wake katika usafi wa moyo. Yeye ni tunda la kwanza la ufufuko wa Yesu kwa kushirikishwa maisha mbinguni. Alikuwa mfuasi namba 1 wa Yesu, kwa maana alisikia, kuishi na kuweka kwa matendo neno lake. Unaweza kusoma pia katekisimu kubwa ya kanisa namba 966. Kana kwamba haitoshi, mtaguso wa pili wa Vatikano, hati inayoitwa Constitutio ya kidogma juu ya fumbo la kanisa namba 53, inasisitiza jambo moja hasa, kwamba Maria amependelewa na Mungu kwa kujawa neema, basi tumheshimu kuliko watakatifu wote. Mnajua liturujia imetuwekea utaratibu. Heshima tunayompa Mungu katika Utatu Mtakatifu inaitwa latria. Heshima tunayompa mama Bikira Maria ambayo iko zaidi ya watakatifu wote kabisa inaitwa hypadulia, na heshima tunayowapa watakatifu wengine inaitwa dulia. Kumbe mama anapewa heshima ya pekee kabisa. Sababu ya tatu, alipalizwa sababu ni mkingi wa dhambi ya asili na dhambi zote. Tarehe 8 mwezi wa 12 mwaka 1854 Papa Pius wa 11 alitangaza pia fundisho hilo jingine la kidogma lililotangazwa awali mapema kabla ya hili la leo. Ni katika waraka wake ulioitwa Ineffabilis Deus, yaani kwa Mungu asiyeelezeka. Hapo anaeleza kuwa alikingiwa toka siku ile alipotungwa mimba, yaani alitayarishwa kuwa mama wa Mungu. Kumbe ni mama asiye na doa, hivyo mwili wake usingepaswa kuoza. Hata sala yetu ya utangulizi wa leo ya Frau Collecta inathibitisha hilo. Tumesikia maneno haya. E Mungu Mwenyezi wa milele, ulimchukua mwili na roho mama Bikira Maria asiye na doa, mzazi wa mwanao, katika utukufu mbinguni, na kadhalika na kadhalika. Sababu ya 4, alipalizwa kwa sababu alishiriki kazi ya ukombozi. Daima mama alikubali kuteseka na mtoto wake. Ukitaka kujua hii, rejea Rozari ile ya mateso 7. Kristo tumaini letu, Mama Maria, mama wa wote. Sehemu ya 3. Kwa nini leo tuko hapa na sio mahali pengine? Ndugu zangu, mahali hapa pia panaitwa kituo cha hija ya Bikira Maria mpalizwa mbinguni, Kategile. Kati ya hadithi inayotugusa sana ya mahali hapa ni pamoja na simulizi hili. Ilitokea siku moja
Mapade wawili na waseminari kadhaa walipokuwa hapa, ni hadithi ndefu lakini naifupisha, walikwenda porini kuwinda wanyama. Bahati mbaya padre mmoja alipotea. Zilifanyika jitihada mbalimbali za kumtafuta, lakini hazikuzaa matunda. Taarifa hizi zilitolewa mpaka serikalini, serikali ya kikoloni wakati huo. Wao pia walitoa msaada wa kumtafuta padre huyo bila mafanikio. Siku 3 baadaye, mnamo saa 12 jioni, padre mlezi aliwaalika waseminari waliokuwepo kituoni hapa kusali rozari mbele ya sanamu ya Mama Bikira Maria kwa nia ya kumwomba Mungu afanikishe kupatikana kwa padre huyo, akiwa hai au kama amekufa, walau tu mwili wake upatikane. Walisali na kuweka ahadi kwamba endapo padre huyo atapatikana, kama shukrani kwa Mungu na kwa maombezi ya Mama Bikira Maria, sanamu hiyo itapandishwa juu ya mlima muda huo huo. Ilipofika saa 2 au saa 3 usiku, padre aliyekuwa amepotea aliletwa na watu waliokuwa porini kwa kazi ya kulina asali. Inasemekana kuwa usiku huo huo ilifanyika kazi ya kuipandisha mlimani sanamu hiyo, na sanamu hiyo ndio hiyo sanamu iliyopo mpaka sasa. Inasadikiwa watu wapatao 17 akiwemo hayati Askofu Marco Mihayo, wakati huo Padre Marco Mihayo, waliipandisha sanamu hiyo kwa makusudi mawili. La kwanza, kumshukuru Mungu; la pili, iwe msaada, mtu asipotee tena, kwa kuwa sanamu hiyo inaonekana hata mtu akiwa mbali. Mama Maria, mama wa wote. Kwa sababu hiyo wote tuna sababu ya kudeka, na kama kuna mtu kati yetu anaona yeye hana uwezo wa kudeka, asituonee donge. Na kama kati yetu kuna mtu anatuonea wivu kwa kudeka, tunamwomba tu asijinyonge tafadhali. Sehemu ya 4 ya tafakari yetu: mambo ya kujifunza katika adhimisho la sherehe. Kwanza, tuwe tayari kusema ndio kwa wito wa Mungu, kwa mfano wa Mama Bikira Maria aliyesema, mimi ni mtumishi wa Bwana, nitendewe ulivyosema. Pili, kitendo cha Maria kumtembelea Elizabeti kwetu ni mwaliko wa kudumisha moyo wa utumishi au huduma kwa upendo. Tatu, hitaji la ibada kwa Mama Bikira Maria kwa kusali rozari daima. Sala hii ni muhimu sana na inafanana sana na sala Baba Yetu. Zote zinatokana na neno la Mungu. Baba Yetu ni maneno ambayo Yesu alifundishwa na wazazi wake, Mama Bikira Maria na Yosefu. Nasi tunaposali rozari tunatafakari na Mama Bikira Maria maneno malaika aliyomwambia Maria na yale aliyosema Elizabeti akiwa amejazwa Roho Mtakatifu. Kumbe tusiache kusali kwa Mama Bikira Maria. Yeye ni mwombezi wetu, yeye ni mama yetu. Ukitaka kujua nafasi yake, yaani ya Mama Bikira Maria katika maisha yetu, kila mmoja wetu, pitia kile kitabu cha matokeo mbalimbali ya Mama Bikira Maria na ujumbe wa kila tokeo. Hapo utaona utamu, hapo utaona hilo upendo tulionalo na mama huyu Bikira Maria. 4, rozari ni sala ambayo inatutafakarisha na kutukumbusha historia ya ukombozi wetu. Matendo ya furaha yanaeleza kuanzia kupashwa habari mpaka kumzaa mtoto Yesu. Matendo ya uchungu, Mungu alivyoshiriki uhalisia wa maisha yetu: kuzaliwa, kuishi, mateso, kifo na ufufuko. Mwanga, Yesu anatuletea nuru duniani, yanaeleza kuanzia ubatizo wake mpaka kutuwekea Ekaristi Takatifu, kujibakiza kwa njia ya Ekaristi Takatifu. Na Ekaristi Takatifu ni upendo kupindukia.
Matendo ya utukufu, tunatafakari utukufu Mama Maria, mama wa wote. Makofi na vigelegele kwa mama. Twendeni kwa mama, twendeni tukadeke kwa mama. Tumsifu Yesu Kristo.